السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبابه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلى يوم لقائه. واشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير السراج المنير، عم نوره الآفاق، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia rahma na amani Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ni furaha kubwa ambayo Mola subhanahu wa ta'ala ametujalia kuweza kukutana mahala kama hapa. Lengo ni katika kuwakumbuka wema waliotangulia, sababu sisi kufaulu kwetu katika dunia ni kuweza kufata mwenendo ya wema waliotangulia. Na leo Markaz Imam Nawawi imepata sharafu kubwa ya kuweka haulia ya kumzungumzia mmoja katika wanazuoni wakubwa, hasatan katika asri yetu hili leo, ikiwa ni haulia ya al-allama al-mufakkir Sayyid al-Habib Abu Bakar ibn Ali al-Mashhur al-Adani, na kazi aliyofanya ni kubwa sana katika Uislamu. Miongoni mwa kazi zake ni kuweza kutufahamisha na kutufundisha rubaiyatul arkan, na vile vile ana vitabu vingi sana ambavyo kwamba amezungumza au kutunga zinazohusiana na fiqh tahawulat. Leo tumepata sharafu kubwa na Markaz Imam Nawawi ina irtibati kubwa na mwanachuoni kama huyu, maana wako baadhi ya wanafunzi wako katika Jamiatul Wasatiyya ambao wanapata faida kubwa kupitia mwanachuoni kama huyu. Tutapata kuzungumziwa tena na kuelezewa vizuri mwanachuoni kama huyu na Sayyid al-Mudir Umar ibn Muhammad al-Ahdal, na Markaz imepata shara vile vile kuweza kuwa chini yake, manake kazi anazozifanya ni kazi kubwa, na sote tuliomo mahala kama hapa twashuhudia kazi zake na ijtihadi zake na harakati mbalimbali ambao kwamba anao katika mahala kama hapa. Inshallah, namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yanfa'ana bihi fi ddarain. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. قوم إذا عرف الظلام سطوره لم تلفهم رهن الغطاء والمضجع، بل تلقهم عمد المحارب أكرم بالسجود الركع، يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو سعي.
ani katika maneno ya Imam al-Haddad. Masha Allah, muhadhara umekwenda vizuri sana, na ndugu yetu mwanafunzi wetu Omar Musa na wote wanafunzi wetu, Mwenyezi Mungu awajazie kila kheri na wafungulie milango ya kheri na ilmu na fahamu insha Allah na hikma. Kwa hakika kumzungumza Al-Habib Abu Bakar Al-Mufakkir Ad-Da'iya ila Allah, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Adani bin Ali Al-Mashhur ni mada kubwa sana na ni tarikh kubwa sana, kwa sababu matla an-nabawi iliyofunguliwa hapa katika kalima ya leo kuwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'athu ala ra'si kulli qarnin man yujaddidu amra dini, ala kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kila miaka 100 humleta mtu akadhihiri akaiweka vizuri hii ni dini. Na hawa mujaddidin wako kila asr, kuanzia al-Imam Shafi'i, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Hanbali, wote hawa ni mujaddidin, mpaka kuja kwa al-Imam al-Ghazali. Na kila wakati kuna mtu, kila baada ya miaka 100 Mwenyezi Mungu humdhihirisha mtu akaweka sawa baadhi ya mafahimu. Na Al-Habib Abu Bakar Al-Adani ni mujaddid katika karni hii, na katika jambo ambalo alodhihiri nalo sana, ambao Al-Habib Sheikhna Al-Habib Ali Zain Al-Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, Al-Habib Ali Al-Jufri mashhur, asema yeye ameketi naye katika miaka 4 alipokuwa Jeddah. Asema Habib Abu Bakar ana mambo matatu: ilm wa wilaya wa sukun. Mwenyezi Mungu amemkusanyia ilmu kiwango kikubwa sana, alafu na uwali, uchamungu daraja ya juu sana, alafu ana utulivu daraja ya juu sana. Huwezi kabisa kutasawar kuwa yeye ni ana ilmu au mfano wake, huwezi kutasawar. Katika mashekhe zake waliomlea sana ni babake mwenyewe mzazi Al-Habib Ali Al-Mashhur, na hii ndivyo ilivyo. Abu yatalaka an abihi wa hakadha faya laka min aba kiramin wa auladi. Hiyo ni Imam Al-Habshi. Kuna na nyingine ya Imam Haddad, faya laka min aba kiramin wa ajdadi, hii ya kwenda juu, wa in ala, na hiyo Imam Al-Habshi ya kwenda chini, faya laka min aba kiramin wa auladi, pia na watoto wenye kupokea. Katika miza, yani special yake, wakati akiwa mdogo babake ilikuwa muda mrefu, kila saa, muda kwa muda anamfundisha kitu kimoja, asipoteze wakati wake bure. Basi wengine ilikuwa atakayosoma mbio mbio asr ili apate kwenda kucheza mpira, babake hamtoi, wamchelewesha. Siku moja akamwambia Abubakar, najua una hamu, lakini sisi hatukutayarishi wewe lilalab, ihna la nuhayyika limithla hadha, sisi tukutayarisha wewe uwe katika ruus za ummat Muhammad kwanza utotoni. Na katika mambo ambayo Abubakar aliweka wasatia, manhajul wasatia, ni kuweka ukati na kati, wanasema min baini damin wa farthin labanan, hapo baina ya mafahimu ya ifrat na tafrit, yameweka kila mafahimu katikati, kufahamu jambo sawa sawa kama inavyotakiwa, bila ya ghulu, bila ya kuachilia kabisa ifrat au tafrit, kushika kitu bila mpangilio, kwa kasi na ukali bila mpangilio. Mambo mengi ameweka kwenye mizani, si upande wa fiqhiyat katika sharia ambao mwenyewe ameziita athawabit
katika masala ya al-Islam wal-iman wal-ihsan, yani al-Quran wal-kitab, al-kitab was-sunnah wal-akhlaq. Hizi ameziweka kwenye barabara ya katikati. Usiwe pia katika maratibul ihsan katika tasawuf ukawa wewe ni mwanatarika kupita kiasi bila mizani shar'i. Kila kitu charudishwa katika nini? Al-mizanu shar'i. Kila kitu charudishwa kwenye mizani ya sheria. Wasatiya, kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan. Na pia katika jambo ambalo na si geni hili, ar-ruknu rabi' min ad-din, si jambo geni, ni jambo lipo, kwa sababu ukiangalia hadithi Ummu Sunna au hadithi Jibril, imeulizwa ile Sayyidina Jibril alipokuja akauliza mal islam, mal iman, Mtume akamjibu mal ihsan, kisha mata saa. Hapa kwenye hadithi akaambia sijui saa lini, lakini wama ashratuha. Kwa hivyo ilmu bi ashrati saa, ikiwa twaita al-Islam ni katika asli ya dini na iman na ihsan, basi ya nne iko hapo ndani, ambao ni ilmu bi amarati saa, ilmu bi ashrati saa au fiqhu tahawulat kwa jina lingine. Na hili si geni, yeye amechukua hadithi. Aya zipo siku zote, hadithi ziko, na katika sahihi Bukhari, sahihi Muslim kunao kitabul fitan, kitabul hadithi, kitabu kizima kama vile kitabu tahara kuhusu alfitan yatakaokuja baadaye. Kwa hivyo yeye amezichukua tu akaweka kulingana na hizi nusus, hii itakuja mwanzo, hii inafuatia, hili litafuatia, kulingana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hakuna kigeni amekileta, lakini amefanya kitu chaitwa kuipangilia, ta'lif fiqh tahawulat, ambao mashaikh kabla yake walikuwa hawakufanikiwa, na kwa dhurufu zao kulikuwa hakujakuwa na haja ya kupanga mipangilio hii ya kukusanya nusus katika fiqh tahawulat. Laalla mazungumzo pengine tuweza kutofautiana na fahamu ya wengi wanaotusikiza, hasa kwa sababu kuna talabatul ilm wengine ni wadogo, lakini tutamzungumzia huyu Habib, tutamzungumzia kwa namna vile yeye alivyokuwa katika mambo ambao Habib alikuwa akipenda sana kusema na kuzitaja, na katika waliomlea sana alipokuwa Jidda, shekhe lake Sheikh al-Fath ni al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman al-Saggaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Saggaf ameitwa Abdul Qadir kwa sababu babake Habib Ahmad shekhe lake ni al-Imam Ali al-Habshi, na alizaliwa mtoto akamwambia mwite Abdul Qadir, Abdul Qadir, akafariki akiwa mdogo, akapata tena mwingine akaambia na huyu mwite Abdul Qadir, akaambia Habib Abdul Qadir, jina kubwa, yani yule mwingine tuliogopa hilo jina Qadar, lakini mama, unajua mama anaona tulimwita yule Abdul Qadir, akaambia mwite samih Abdul Qadir وبيعيش إن شاء الله، أنا بعيش على 100، يعني ataishi miaka mingi Abdul Qadir, وبيكون له شأن. Na masala ya mawali kujua ghaibiyat na karamat, hadhihi masala basita jiddan, isipokuwa tu watu sasa hivi kwa qillatul ilm wal fahm na watu irtibatuhum bil mashayikh ndio kunakuwa na shida ukitaja karama min karamatil awliya, lakini hadha umur yani yako sana kila mahali, kila asri, kila vitabu kumeandikwa. Ndio huyo Habib Abdul Qadir naye ameishi takriban miaka 100, na ndio alikuwa Sheikh al-Fath wal Habib Abu Bakar al-Adani. Tumuulize Habib Ali Jufri ambaye alikuwa naye, Habib Ali Jufri wakati ni mdogo alikuwa naye Jidda, maisha yake Jidda, asema Habib Abu Bakar al-Adani alikuwa, mimi tuko pamoja sana, yeye ni mkubwa na mimi mdogo,
Haba al-Jufri si mtu mdogo, sasa hivi katika a'lam al-umma si mtu mdogo. Na katika ajabu, hakuna wanafunzi wa Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Saqqaf illa sasa hivi min akabir ad-du'at wal ulama wal awliya, wa minhum al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Baraka kubwa. Asema Abubakar al-Adani alikuwa akiingia moja kwa moja wakati wa dars akisoma nyumbani, kwa nyumba ndio zilikuwa zimefunguliwa zamani katika kama madaris, waita madras wao. Akiingia moja kwa moja, hana maneno na mtu, anatayarisha zile ya kurekodi tasjil, angalia kaseti yake iko vizuri, yeye mukbil ala sheikhihi, hazungumzi na aliyoko kulia wala kushoto, daiman anaangalia kitabu gani leo cha somo cha kwanza, iwapanga pale shuruh, yaandika masaili yanayozungumzwa jana, warekebisha mambo yake, daftari lake namna hiyo. Na ikimalizika tu dars, maanake ikimalizika dars huwa kuna jalsa inbisat, maanake Habib Abdul Qadir kana yahfadh min shi'r al-arab kathir من ديوان الإمام الحداد، ديوان الإمام الحبشي، ديوان المتنبي، ديوان يا أحمد الشوقي، شوقيات دواوين. فكان الناس يعني ينبسط بهم من كلام العرب لغة، بس كان فيه na watu wana kahawa wengine hivyo, wengine wazungumza wako. Yeye akimaliza anafunga mambo yake na kikoba chake, moja kwa moja anatoka. Habari yasema mimi naona raha kukaa na Habib Abdul Qadir bwana. Sasa wengine huwa tutumia usafiri mmoja, mimi naambia wewe mpoambia mpo haraka. Siku moja akaambia ya Ali, yani si hatuwezi kuita Ali, ya Ali, ingia kwa shekhi lako mutawajjihan muqbilan ilayhi wala taltafit ila Zaid wala Amr. Baada ya jalsa yakthuru alkalam, wengine wazungumza, wengine wacheka amama shekhi. Hadhihi isaat adab ya Ali, na mimi sitaki kukaa kushuhudia watu wakizungumza mbele ya Habib. Kwa hivyo afadhali kutoka kwao. Mukbil ana na moja katika misemo yake, tunazungumza maneno ambayo yapenda sana kuyataja, asema man talaffat tafallat, mwenye kuzunguka huku na huku, hata darasani pia. Ikiwa angalia dirishani saa ngapi, feni tafallat, utatoka hata kwenye darasa, hata kwenye sasa hivi kwenye jalsa yetu wasinzia kwa hivi, wafikiria tafallat imma dhihni am hissi, yani wafikiria tashiza ngapi, utakwenda wapi saa 8. Maadamu talaffat, umegeuka tafallat, utashokoka, utatolewa kutoka huko kwenye ule msafara wa talab al-ilm. Nyingine katika misemo yake, al-ashkal turithu al-ishkal, al-ashkal turithu al-ishkal. Wa hadhihi misemo yake ina maani kathira, lakin nahnu nabsut yani bibasata jiddan. Mtu akiangalia ashkal wa hayat, sayurithu fi qalbihi ishkalat. Mtu azungumza, atoa wadhi, wewe waangalia shakli yake ni nani, watarika yule, hutamsikiza. Walaalla hadha, hii tafsiri imetoa sio alokusudia Habib, lakini Allahumma yani falaalla wa'sa, pengine rafdhu shay taban, yani kukataa kitu tibaiyan, kitabia, la alaqata lahu bi rafdhi shay'i shar'an, haimaanishi kisheria ikuthubutu. Mfano, watu wamezungumza masala ya karamati al-awliya, wasema lakini tabiatul hal, haiwezekani mtu kufanya jambo fulani. Asli ya karama lazima iwe ni khariqun lil ada. Kwanza ili karama iwe karama, mpaka iwe khariqun lil ada, mpaka iwe sio kawaida. Sasa itakuwaje wapinga karamati kwa sababu ya imetoka kwenye ukawaida, na sifa ya karamat na rukni ya karamat ni itoke ukawaida, yani ala kulli hal. Lakini tabiatul hal, kitu fulani hatuko hivyo sisi, jamii yetu haifanyi hivyo, haimaanishi
sheria yakataa hilo. Jambo lolote twalirudisha kwenye mizanu shar'i, ma wafaq nuwafiq, ma khalaf nukhalif, wantaha almawdu. Ma ikhtulifa fihi khalas, fihi wus'a katika ikhtilafu alulama. Na Habib mwendo wake ilikuwa ni hivi, hakereki na Zaid wala Amr wala tulu wala nuzul wala haja, yeye yuko kwenye an-namatul awsat, na ana kitabu kabisa an-namatul awsat. Mambo matatu alikuwa akiyazungumza sana: al-insan qabla al-bunyan, at-tarbiya qabla at-ta'lim, al-muallim qabla al-manhaj. Sana alikuwa akisisitiza, asema mwanzo mtu al-insan qabla al-bunyan, mwanzo ni mtu kabla yanapowagawanya watu kulingana na class fulani. Yani kwanza wewe ni binadamu, kisha Mwenyezi Mungu amekuzidishia, una elimu zaidi zaid, una pesa zaidi zaid, arabi, yani al-asl al-insaniya awalan. Na al-Habib al-Jufri hafidhahullah ana kitabu al-insaniya qabla at-tabayyun. Kwa sababu gani? Ala hadha al-minwal, kupitia kwa hii system hii na fikra hii, at-tarbiya qabla at-ta'lim, tutangulize malezi zaidi, kuwalea watoto wetu malezi bora kabla ya kuwa wamfundisha zaidi. Na hapa al-kalam hadha daqiq jiddan. Haya mazungumzo mwanzo wake ni mwisho na mwisho wake ni mwanzo. Limadha at-ta'lim? Ma huwa al-hadaf at-ta'lim? At-tarbiya. Kwa hivyo ikiwa lengo letu zaidi ni tarbiyatul aulad, taalimu yetu itakuwa sahihi. Lakini ikiwa malengo yetu sisi ni taalimu zaidi bila ya hadaf ya kuwa wawe na tarbia mzuri, wa tarbia almaqsuda huna alakhlaqiyya annabawiyya almuhammadiyya alayhi afdalus salatu wassalam. Almuallim qabla almanhaj, qabla ya manhaj. Manhaj ni hadaf kubwa zaidi. Kama manhaj ya markaz ni jambo kubwa zaidi, tunataka product ya mwanafunzi wetu atoke akiwa nani, vipi? Manhaj. Kwa hivyo kila linalofanyika hapa ni manhaj. Moja katika manhaj yetu ni kuwatambua na kuwajua na taadhimu sha'airillah, kuwajua ahlul ilm wa ahlul fadl wa ahlul wilaya. Ndio maana katika manhaj yetu lazima tufanye mara kwa mara hawliyat, idharu almunasabat min babi fiqh almunasabat katika fiqh tahawulat. Yani mwalimu ahamul aham kuliko manhaj, vitabu, nini, shuruh. Ndio maksudia ya Habib, na ana maneno mengi ya hikma Habib ambao na katika mambo ambao Habib ameyarekebisha ama ameyaboresha, katika mambo ambayo ameyaboresha kuna msemo al-aqlu salim fil jismi salim, yani healthy mind in a healthy body. Yani lazima mtoto ahakikishe amekuwa mwili wake pia uko vizuri, amekula, ameoga, mfanini, msafi, si ndio? Na ndio pia ataweza kupata mazingira mazuri ya kusoma. Ni msemo wa kawaida watu. Yasema al-aqlu salim fil qalbi salim. Sema hii yahitaji tasihih, yahitaji akili salama kwenye alqalb salama ya kupokea hii ilmu. Aweza kuwa mtoto msafi, amekula vizuri nini, lakini akili yake mbovu. Hizi nusus watu wanatukua leo yapatikana ndani ya Uislamu. Kuna watu wanapinga, wanatoa shubuhat kuhusu Qur'an ndani ya Uislamu. Wanapatikana watu ambao ni Qur'aniyun, wanaamini Qur'ani tu, hawakubali sunna, hadithi kwao si marja, na wanatoa shubuhati za ajabu, hazina msingi wowote. Kwa nini? Ilmu wamefikiwa aljismu salim, alaqlu salim, lakini walqalbu kharban.
Kwa sababu gani? Qur'an, Mwenyezi Mungu ametuambia nini? Illa man atallaha biqalbin salim. Hapo ndio muhimu. Utakuta Habib ana fikra ya kubwa sana na hikma kubwa sana. Na katika taalim akwambia at-ta'lim wa at-tarbiya wa ad-da'wa, yaitwa al-maqasid ath-thalatha. Na katika sharafu al-insani, utukufu wa binadamu ana utukufu mambo matatu muhimu kwake: at-taswiya, an-nafkha, ta'limu al-asma. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkirimu binadamu ahsan taqwim, kisha ana kitu sharafu kubwa sana binadamu, wa nafakhtu fihi min ruh, nafkha ilahi, ruh min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wa'allama Adama al-asma, allam al-ilm. Sharafu hizi tatu ni sharafu kubwa sana katika binadamu atakana mambo matatu ambayo katika umma katika hali yetu hii ambayo tunaishi binadamu katika ummatu huu, hasa umamul wa'iya, al-ummatul wa'iya, umma ambao umefungua masikio yake ukafahamu. Asema al-hikma, al-ilm, al-mawaqif. Katika binadamu da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala mambo matatu: la budda min al-hikma, wal hikma wad'u shay fi mahallihi, waman utiya al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Hikma, kuweka neno gani nitasema hapa nitaendaje, mawaidha gani nitatoa, hizi siku hizi kuko vipi, kitu gani si vizuri kuzungumza, kitu gani yafaa kunyamaza. Hikma, nazungumza na nani? Al-ilm taban iko kila mahali, la budda min al-ilm. Kama al-Hajj asema asasuha al-ilm wal bani alayha, jamanini bikulli saraha, tariqa al-ilm wal adab, tariqa al-ilm wal adab tunazoziona zote katika Ihyaul Mawarid, nuhyiha ala ilm, hawliyat ala ilm. Muhadhara uliotolewa hapa na ndugu yetu Umar Musa, ilm yahitaji la ilm, hakuna maneno mengine. Hawa tunaozungumza ni ilm, mazungumzo kuanzia tuanze kuzungumza ilm hapo. Wal mawaqif, na Habiba amekuja na kitu ambao yatulu shaqwa, ambao ni fiqh sunnatul mawaqif. Al mawaqif, sisi tuelewa mawaqif yani msimamo. Minna msimamo bwana, msimamo ni ala mizani shar'i. Mizani shar'i vipi? Mizani shar'i kurudi kwa ndugu yako, kupatana na ndugu yako. Hadha huwa al-mawaqif, tashihu al-mawaqif, haya ndio mawaqif. Ama al-yaman makhsusun bi thulathiyat al-yamani, al-thulathiyya al-yamaniya, ambayo imekuja zote zimethubutu katika nusus: al-iman wal-hikma wal-fiqh ala ma warada fi sunan. Al-iman yamani wal-hikmatu yamaniya na kadha, wal-fiqh yamani kama warad fi kathir min al-athar wa min as-sunan. Asema Yaman khussisat bi thalathat ashya: bil-iman wal-hikma wal-fiqh, na hii mushahad. Na sote hapa elimu yetu ambao tuko Afrika Mashariki, nahnu alun ala Hadramaut. Athaluth al-Ghuthai, marhala ambayo tuishi sasa hivi sisi, generation yetu Habiba aliipa jina al-Ghuthaiya, kulingana na hadithi ya Yushak wa yatadaa alaykum al-umam, henda mkazunguko na madola. Sio siku hizi nchi moja yapigwa na madola kama 5-6, si ndio? Wote kila mtu arusha tadaa alaykum al-umam, kama tatadaa al-akalatu ala qas'atiha, kama watu kuzunguka chakula vile, ule mkao wa kula wakatabiriana na mapilau. Masahaba wakashangaa, tutazungukwa sisi Waislamu
Kitu cha kwanza akafikiria labda wakati huo Waislamu watakuwa kidogo, aw min qillatin nahnu ya Rasulullah, tutakuwa wachache. Akamwambia bal antum yawmaidhin kathir, shida lakinnakum ghutha'un ka ghuthai sayl, taka kama taka za zimba. Yani maji ya zimba, maji yakichefuka baharini, ukienda utakuta kuna siku inaleta taka nyingi ufuoni, nyingi, utaona imejaa. Kama hujafika, angalia tu hata kwenye YouTube nini, utaona bahari huwa yatoa taka zake kwenye ufuo. Lakini Waislamu wakati huo watakuwa takataka tu. Akaambia wa masahaba, takataka vipi ya Rasulullah? Akaambia yusibukumul wahan, utapatikana na unyonge. Wamal wahan ya Rasulullah, wahan ni nini ya Rasulullah? Akaambia mahabbatukum lidunya wa karahiyatukumul maut. Illa mbili hizo. Asema katika marhala haya, marhala istimariya, istihtariya, istithmariya. Istimar yani kila mtu anataka ufuasi yani. Hata hapa marafiki tu, ule rafiki ambaye kidogo ni mkubwa anataka wale marafiki zake wamsikize yeye, wamfuate yeye, na istimar yani. Wafikirie kama anavyofikiria yeye. Kama yeye hataki kuandika amalul manzil, ataka wale wengine wasiandike pia, si ndio? Ana istimar. Wastihtar wastithmar. Kidogo nigusie kwenye istithmar. Istithmar katika ulimwengu tunaishi sasa hivi, kila kitu kimewekwa business ndani yake. Yani hata shekhi yatoa muhadhara katikati, kuna advertisement kwenye YouTube. Tastathmirun bi muhadharati shekhi. Katika mambo mawili ambayo nitafunga na hayo, Habib vitu vile alikuwa akihusia sana. Vitu hivi, kafu lisani ani dham wal yad ani dam, tuzuie mikono yetu isiwe ni sababu ya kumwagika damu, manake tuko kwenye zama yakthuru alharaj. Wa mal haraj ya Rasulullah? Alqatlu. Bal itafika time mpaka mtu anauliwa hajui hata kwa nini anauliwa, na ndio hii time yetu. Wakati inapopigwa bomu mtu analala, lao tutamuuliza yule mtu, wewe ndio atisijui kulikuwa je huko? Unashtuka tu mnazikwa. Ndio sasa bomu yapigwa kwenye nyumba, bomu watu wafawengi, familia nzima ni atu mina nas, hata hajui wafanya nini, wengine hata hawaelewi. Na ndio asri ambao tuko. Kwa hivyo Habib anahusia vitu hivi, hakikisha mkono wako hautii fitna ukamwagika damu au kupigana au mfano wake, na hakikisha ulimi wako usiseme mambo ambayo ndani yake yatazua fitna baina ya watu wawili ama fia ama. Na ndio manhajus salama, na ndio sharaful adala kama anavyozungumza. Mwenyezi Mungu inshallah atupatie baraka zake Habib. Na Alhabib kabla ya kuondoka duniani kwa siku 9, na hizi siku 9 kuna ramz, aliandika kasida yake, na hii kasida inshallah ndio tutakayoifungia, kwa sababu nyoyo zikisikia mazungumzo kwa muda mrefu zahitaji kusikia sauti ya nashida, na tungepanga mwingine wa kusoma nashida, lakini mambo kidogo ni mbio, na alhamdulillah yani tumepata adhiya nyingi pia kutoka kwa watoto wa Habib wa hauli hii. Nimepokea pia message Alhabib Ali wasalimia, Alhabib Ali bin Habib Abubakar Al-Adani wasalimia, nawaambia barakallahu fikum, na Mwenyezi Mungu inshallah atutilie tawfik na atukunjulie akili zetu na nyoyo zetu na fahamu zetu inshallah, kutoke katika hapa ulama, fuqaha, amilin, awliya, atqiya, asfiya inshallah. Semeni amin. Alhabib siku 9 kabla ya kufariki aliandika kasida hii, na hii kasida ndio inaashiria kwa yeye angependa kuzikwa Tarim, ambao ndio mji aliotoka asili na ndio mji wa mababu zake, na ni kama ameashiria kwa umri wake uko karibu na mwisho. Na aulia Mwenyezi Mungu huwafungulia, anayewafungulia ni Mwenyezi Mungu. Na hii siku 9 ina isharati nyingi, hata aya ya mwisho kuteremka ilimteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wattaqu yawman turja'una fihi
ila Allah. Ilikuwa bado siku 9 pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Kwa hivyo hizi mifano nzuri, inshallah tutasoma kwa lahni ya Tarim utabaruku na jalsa kama hii inshallah, na kidogo mafua, lakini inshallah tutabaruku na jalsa kama hii, na tukimaliza kusoma ina shida tutakuwa tumefunga, na inshallah Mwenyezi Mungu atubarikie katika jalsa kama hii. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli حي المنازل والربوع وقف بها، واذكر حماها حيث كنت تعش بها، واجعل لذكرى مكانا يقتضي قتل النفوس فسرها قتل الوهاب. لا إله إلا أوما علمت بأن كل شيء هالك إلا المحبة أصل إحساس النهى. أعني كريما حيثما حل الرضا، فتشابك الوجد العريق بدربها. قل للذي قد فات منه تروع لتريمه، قد بيت في ليل السهى. إن الحياة مع الممات تذكرون، يضفي لباس الأنس عند الاشتهاء. وأنا اشتهيت بلا بالي منزلا أحيا به وأموت حتى المنتهى، من بعد عمر أجتني ثمراته، علما وحلما يرفع القدر لها. آمين يا مولاي، وارفع حالة حلت بنا من كثرة الذنب بها، والختم بالمختار خير مشفع، تحيا النفوس به كما تحيا بها. والآل والأصحاب خير عصابة، حملت سلاح الصبر كي تتنبه، حي المنازل والربوع وقف بها، واذكر حماها حيث كنت تعش بها، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.